Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Rahma, natokea group namba 6. Niko hapa kwa ajili ya kuwakilisha. Swali letu linasema tauhidi na maadili humsaidia vipi mwanafunzi wa chuo na mwelekeo sahihi wa maisha yake. Elezea kwa mifano ya malengo yanayomsaidia mwanafunzi wa chuo kutokana na misingi hii hapa. Pointi ya kwanza inasema kuwa mwanafunzi bora, ambapo mwanafunzi bora atakuwa na tabia hizi hapa. Atakuwa anajiheshimu, pia atakuwa ni mvumilivu. Pointi ya pili inasema kuwa mwajibikaji. Kuwa mwajibikaji, anayajua majukumu yake, dhamira na muda. Pia anakuwa ni mpenda haki na usawa. Pia anakuwa na malengo ya maisha ya baadaye. Pia anakuwa na malengo ya kiimani, kuepuka dhambi na kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Pia atakuwa ana malengo ya kujiepusha na vurugu na maangamizi ya maadili, ambapo lengo hili humwepusha mwanafunzi katika kufanya nini? Kujitoa katika mizizi ya dawa za kulevya. Malengo haya hapa yanamsaidia mwanafunzi wa chuo ambaye ana maadili ya Kiislamu na tauhidi, kwa sababu mtu akishakuwa na maadili ya Kiislamu na tauhidi, automatic anakuwa hatofanya vitu ambavyo sawa sawa na mtu ambaye hana maadili. Kwa hiyo hii point inaelezea kuwa anakuwa mwanafunzi bora. Anakuwa mwanafunzi bora kiimani, kimitazamo na kila kitu. Pia anakuwa ni mpenda haki na usawa. Hataona jambo halipo sahihi yeye akalishadidia kuwa liende hivyo hivyo. Atapenda ile haki itumike pale na ule ubainifu uonekane. Kwa mfano, huyu kafanya kosa, anataka kuhukumiwa. Yeye hatosimama kwa ajili ya kumtetea yule mfanya kosa. Atataka ile haki ipite. Kwa mfano, kama kuna mtu kamdhulumu, apewe haki yake yule aliyodhulumiwa. Pia atakuwa ana malengo yake ya baadaye. Kwa mfano, anasoma pengine awe nani, ajasaidie kitu gani na kitu gani na kitu gani, anakuwa na malengo kama hayo. Pia anakuwa na malengo yake ya kiimani. Pia anakuwa anajiepusha na yale mambo ambayo yanaangamiza, kwa mfano kuvuta dawa za kulevya au kufanya vitendo ambavyo havistahiki katika dini ya Kiislamu, kwa mfano kwa wanaume kama kubaka au kujiingiza na marafiki wabaya, kufuga manywele na vitu vingine. Na pia inamsaidia yeye kuwa ni mtu ambaye anajishape kimaisha. Kwa mfano, anajitofautisha na watu wengine. Kwa mfano, mtu ambaye amesoma na mtu mwenye maadili anakuwa tofauti na yule mtu ambaye hajasoma wala hana maadili yoyote, kimawazo, kifikra, kutatua migogoro, kuzungumza na watu, kuishi na watu. Vipi likimfika jambo alichukulia, alipokee na vipi adili nalo. Anakuwa yupo kama hivyo. Asanteni kwa kunisikiliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Asma Yusuf Abdallah kutoka katika group namba 2. Swali letu, kwa kutumia dalili za Qur'an na mafunzo yake, fafanua wajibu wa Muislamu na maulama na walimu. Najua kwamba maulama na walimu ni viongozi wa kidini pamoja na kidunia ambao tunatakiwa kuweza kuwaheshimu, kuwatii na kufuata katika mambo ambayo wanatuelekeza. Kila Muislamu ana wajibu na haki katika maulama na walimu. Haki ya kwanza, kuwaheshimu na kuwatii katika haki. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha walimu tuweze kuwaheshimu na kuwatii katika haki. Mfano, Suratul Mujadila aya 58, Suratul Mujadila, walladhina utul ilma darajat. Na Mwenyezi Mungu atawainua wale wenye elimu na daraja. Kwa hivyo anatuamrisha tuwatii tuweze kuwaheshimu, kwa sababu Allah watu wenye elimu na daraja amewapa kipaumbele. Kuwasaidia katika kueneza elimu. Sisi kama Waislamu tuna haki kuwasaidia maulama au walimu kueneza dini. Mfano, Suratul Nahl sura 16:43 anasema,
Fasalu ahla dhikri in kuntum ta'lamun, waulizeni wanaojua ikiwa nyinyi mfanya nini hamjui. Kwa hiyo sisi Waislamu tuna haki ya kuwasaidia walimu katika kueneza dini, kutowapinga katika haki. Sisi Waislamu hatutaki kuwapinga walimu katika haki, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema walimu ni warithi wa manabii. Kwa hiyo kuwapinga katika haki ni sasa na tutakuwa tumewapinga nani? Manabii. Na 4, kuwafuata kwa hekima. Sisi Waislamu tuna wajibu, wanapokosea walimu tuwafuate kwa hekima, sio tu tuende na kuambia, tuende na ushahidi. Kama mfano katika dini tunatakiwa mwalimu anapokosea tumfuate, uende kwa hekima na ushahidi wa Qur'ani na Sunna. Asanteni. Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, Juktam Keys, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya.